Muuliza mtu au watu katika karatasi hii, unaona rangi ipi? Basi wengi watakwambia naona rangi nyeusi, wengine blue, wengine nyekundu na kadhalika. Wengi watasema hivyo. Lakini kuna ambaye atakwambia nimeona rangi nyeupe. Hawa watu wote wametoa majibu yaliyo sahihi kutokana na kile ambacho wanakiamini na kile ambacho wanaona kwao ni sahihi au kinawapendeza zaidi au kimewajia kabisa ndani ya akili zao kwa mara ya kwanza. Mpendwa mtazamaji, katika Dominika ya 5 ya mwaka A ya Pasaka, tunaalikwa kutambua njia tofauti za kumfikia Mwenyezi Mungu, njia tofauti za kwenda mbinguni. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume na linatuonyesha changamoto iliyojitokeza pale mwanzoni kabisa kwa wafuasi wa Kristo. Baadhi ya wafuasi walijikita zaidi katika kuhubiri Injili, wakiwemo mitume. Itambulike kwamba mitume walipoitwa na Yesu, baadhi walikuwa na wake, wachache kabisa hawakuwa na wake. Kwa mfano, yule Yohane alikuwa ni mdogo sana, hatuamini kama yule alikuwa ameshaoa. Lakini basi wengine wengi walikuwa na wake zao. Hawa walikuwa ni Wayahudi. Wafuasi wengine nao wakajiunga na mitume, walikuwa sio Wayahudi, ni Wagiriki. Ikatokea changamoto. Sasa hawa mitume wanapoenda kuhubiri, wake zao wanapata wapi mahitaji yao? Pengine hawa mitume pamoja na wafuasi wengine walipokuwa wanahubiri, labda sadaka zilitolewa na zilipaswa kugawiwa kwa hawa wake zao ambao sasa wamebakia kama wajane, kwa sababu waume zao wamejikita zaidi katika kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inaonekana ilitokea changamoto. Wake za wale wafuasi ambao walikuwa sio Wayahudi, walikuwa ni Wagiriki, hawakupata mahitaji yoyote. Kwa hiyo basi mitume wakaona vyema kulitatua tatizo hili kwa kuwachagua mashemasi. Kumbe kimsingi daraja ya ushemasi haikuwekwa na Yesu mwenyewe. Ni baada ya kutokea changamoto katika kanisa la mwanzo kuhusu ugawaji wa mahitaji. Basi wakachaguliwa mashemasi 7 ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kuhusika na mahitaji mbalimbali. Mitume wao wakajikita zaidi katika kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Katika somo la Injili, Yesu anawaambia wafuasi wake yeye ni njia, ukweli na uzima, na wakitaka kwenda mbinguni ni lazima wapitie kwake. Na tena yeye anatutangulia kwenda mbinguni ili kutuandalia makao. Maana yake amewapa wale ambao wanamwamini eneo ambalo ni la heshima, eneo ambalo ni la adabu, eneo ambalo limeandaliwa tayari. Kwa hiyo ameenda kutuandalia makao mbinguni. Tena Yesu anamalizia kwa kusema tukimwamini Mungu hatuna budi pia kumwamini yeye, na kama hatutaki kumwamini yeye basi tuamini zile kazi ambazo anazitenda, na kwa kufanya hivyo tunaweza pia tukatenda mema mengi kama yale aliyoyatenda, hata zaidi ya hayo. Ndio anahitimisha hivyo. Somo la pili, waraka wa Mtume Petro kwa watu wote. Somo hili linatualika tutambue kwamba kwa kupitia ubatizo wetu sisi sote ni makuhani ambao tunapaswa kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Lakini katika kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka mbalimbali, tunapaswa kutambua kwamba Yesu ndio jiwe la msingi. Ni jiwe lile ambalo lilikataliwa na waashi, lakini likawa ndio jiwe kuu la pembeni. Kumbe jiwe kuu la pembeni, hilo ni jiwe la maana sana katika nyumba, kwa sababu hilo jiwe likikosekana, basi nyumba itakuwa na ufa au nyufa mbalimbali na hatimaye itabomoka. Basi katika Dominika ya leo walau tupate mambo matatu makubwa au njia 3 kubwa ambazo zitatusaidia sisi kufika mbinguni. Kwa mujibu wa somo la kwanza, njia ambayo itamfikisha mtu mbinguni ni kutenda matendo yale ambayo ni mema. Ni kujitahidi kwa namna iwezekanavyo kuondokana na kero ndogo ambazo zinaweza zikajitokeza katika mazingira yetu tunayoishi. Mitume na wafuasi walipoona kwamba sasa inatokea changamoto kuhusu mahitaji tu, ugawaji wa vyakula, basi walitatua ile kero katika hali ya utulivu na amani. Tusikubali kuishi na changamoto ambazo tunaweza tukazitatua. Lakini kuna watu ambao wanaenda mbinguni kwa kuwa wapatanishi.
Kuna wengine wanaenda mbinguni kwa kukubali kupatanishwa, na kuna wengine wanaenda mbinguni kwa kukubali kupokea madaraka. Kwa mfano hawa mashemasi waliochaguliwa walikubali kupokea wadhifa huo wa kuwatumikia watu wengine, basi kwa kupitia utumishi wao wanaenda mbinguni. Na wale wajane wa mitume wao walikubali kubakia hivyo hivyo, wakaacha waume zao waende wakamhubiri Kristo, wafanye kazi iliyo njema. Basi kama walibakia waaminifu katika maisha yale ya kutokuishi na mume kwa sababu mume anahubiri Injili, basi hao wataenda mbinguni pia kwa kupitia matendo hayo. Basi na sisi kila mmoja katika jamii ambayo anaishi anaweza akatenda tendo dogo tu na hilo likamfanya aende mbinguni. Njia ya pili, Yesu anasema yeye ni njia, ukweli na uzima. Kwa hata kama mtu atatenda jambo lolote lile, lililo dogo, lililo kubwa, basi lazima apitie kwa Yesu, kwa sababu Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Ni ukweli kwa sababu Yesu ni neno wa Mungu alifanyika mwili. Kurejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya 14. Ni uzima kwa sababu yeye ndio mti wa mzabibu wenyewe. Kurejea katika Injili ya Yohane sura ya 15. Mtu yote yule ambaye ataenda mbinguni ni lazima akombolewe kupitia Yesu Kristo. Hata hati za mtaguso wa pili wa Vatikano, Mungu wa Mataifa, zinaendelea kusisitiza kuhusu hilo, namba 14 hadi 16. Mtu yote hata kama sio Mkristo lakini anatenda yale ambayo Yesu amefundisha, ingawa hamtambui Yesu wala hamkiri Yesu, huyo basi anaweza akaokolewa kwa namna ambazo Mwenyezi Mungu anazifahamu mwenyewe, kwa sababu ameishi kile ambacho Yesu alikifundisha, ingawa hamkiri Yesu waziwazi. Lakini kuna ambao wanaishi kile ambacho Yesu amekifundisha kwa kusali, kwa kusoma neno la Mungu na kwa kutenda kazi zile ambazo ni njema, basi hao wanaandaliwa makao mbinguni na hatimaye watamkuta Yesu akiwasubiri mbinguni. Jambo la tatu, kuna wanaoenda mbinguni kwa kumtambua Yesu kama jiwe la msingi katika maisha. Hao watu sio kwamba ni wema sana, wanatambua kwamba wana dhambi, wana makosa, na wakati mwingine wanaudhi sana, wanamuudhi Mungu, wanaudhi na watu wengine, lakini walau ndani ya nafsi yao kuna woga kwamba walau kwamba kuna Mungu. Ni mtu ambaye kabla ya kuiba walau anaona aibu usoni, kabla ya kwenda kufanya dhambi fulani walau anaona aibu kwamba kuna Mungu na hiki kitu ninachoenda kufanya kwa kweli hiki sio kizuri. Kabla ya kuua mtu anaogopa, anasema hii ni dhambi kubwa sana, siwezi kuua, anaacha ingawa kwa kweli amedhamiria kufanya hivyo. Kabla ya kusema uongo au baada ya kusema uongo anaogopa, anakumbuka kwamba kwa kweli hiki kitu nilichofanya ni kosa na akatubu. Kuna watu wanaoenda mbinguni kwa kumtambua Yesu kama jiwe la msingi, kwa kujishusha baada hata ya kutenda kosa au kabla ya kutenda kosa, wakajishusha na wakaomba msamaha, wakapokea sakramenti ya kitubio. Hawa pia wataenda mbinguni, na hao ndio ambao Yesu amewaandalia makao. Kumbe katika Dominika ya leo, mpendwa mtazamaji, mpendwa msikilizaji, basi walau hayo mambo matatu, kwa kupitia matendo yetu madogo madogo tu tunaweza tukaenda mbinguni. Kwa kupitia kumwamini Yesu kama njia, ukweli na uzima, hivyo kuingia katika sala, kusoma neno lake na kusaidia watu wengine, tunaweza tukaenda mbinguni. Lakini pia kwa ile hofu tu kwamba kuna Mungu na tukawa na soni, tukaona aibu bali tunapomkosea Mungu, tunaweza tukaenda mbinguni. Na kutakia Dominika njema, akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.